Mvutano nchini Yemen umezidi kuongezeka baada ya mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa, huku pande zinazohusika zikitoa simulizi tofauti kuhusu waliohusika na sababu za shambulizi hilo. Awali, maafisa wa Houthi walidai kuwa Saudi Arabia ndio iliyofanya mashambulizi hayo na kuitangaza hatua hiyo kuwa mwanzo wa vita vipya kabisa. Wizara ya mambo ya nje ya Houthi ilisema utawala wa Saudi umetangaza kuanza kwa vita, huku kiongozi wa Houthi Ali Al-Qahum akionya kuwa jibu lao litakuwa la kutikisa dunia na halitacheleweshwa kabisa. Hata hivyo, baadaye serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na kuungwa mkono na mataifa ya Magharibi ilichukua jukumu la mashambulizi hayo. Mwenyekiti wa baraza la uongozi wa Rais Rashad Al-Alimi alisema operesheni hiyo ilifanywa ili kuzuia ndege ya Iran kutua Sanaa, akidai kuwa safari hiyo ilikuwa inakiuka sheria na taratibu zilizowekwa. Licha ya mashambulizi hayo, ndege hiyo kutoka Iran ilifanikiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Sanaa. Kwa mujibu wa Houthi, ndege hiyo ilikuwa imebeba wajumbe wa Yemen, wagonjwa waliokuwa wakisafirishwa kwa ajili ya matibabu, pamoja na raia waliokuwa wamekwama nje ya nchi hiyo. Houthi waliisifu Iran kwa kile walichokiita hatua ya kuvunja mzingiro dhidi ya Yemen. Wakati huo huo, video iliyorushwa na Press TV ilionyesha wajumbe waliokuwa ndani ya ndege hiyo wakipaza kauli mbiu za Death to America na Death to Israel walipokuwa wakiruka kuelekea Yemen, jambo lilozidisha mvutano wa kisiasa katika eneo hilo. Hatua hii inaonywa na wachambuzi kuwa inaweza kusababisha ongezeko la mashambulizi kati ya Houthi na mahasimu wao, kuhatarisha usafiri wa anga na biashara katika Bahari Nyekundu, pamoja na kuongeza hatari ya kuhusisha mataifa zaidi ya eneo hilo katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati.